Twizi unanipiga? Aya nipige. Endelea kunipiga ili uweze kulizika zaidi na zaidi. Nakuchukia sana mwanamke. Ulikuwa na maana gani kuchukua picha na kuzipika kwa mke wangu? Nataka majibu yako sasa hivi. Kwa nini umetengeneza picha na kuzipika kwa mke wangu? Na bado nakuambia Twizi, na bado. Yaani hili halitoisha mpaka utakaponikubalia ombi langu. Tena nitafanya kubwa zaidi ya hilo Twizi, mpaka nitahakikisha huyo mai wako nitampoteza. Unacheka naye ndio adui yako. Naona wewe utakuwa hunijui vizuri. Hunijui vizuri Aminata. Sasa kama utapita tena kwenye njia yangu, nitakachokifanya hata jamii haitakuja kwani. Ole wako. Unacheka naye ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tuana mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mama, kwani wewe na baba mmegombana? Amna mtoto wangu. Ni kuna tabia tu babako anajaribu kuzionyesha ambazo sijawahi kuziona kabla. Hicho ndio kinapelekea mimi na yeye tunakuwa tofauti. Mbona mimi simuoni kama ana shida? Msigombane. Mimi sitaki muwe mbalimbali tena. Usijali binti yangu. Mimi na babako hatuwezi kuwa mbalimbali tena. Hili ni swala la muda tu. Na tayari tushazungumza na baba. Kwa hiyo sasa hivi tuko sawa kama zamani. Usiwe na wasiwasi, sawa? Sawa, mimi napenda kuwaona mkiwa na amani. Nakupenda sana mwanangu. Ya, kwamba poa. Nimetoka ofisini mara moja, nimekuja kushuhudia huku mauzo ya ardhi, lakini nikirudi nitapocheki. Hamna shida. Wewe sio tizi wewe? Sina uhakika. Watu wasamisha hapa kwa sababu Twiz, wakili. Upo? Nimekutafuta sana ndugu yangu bila mafanikio yote. Na namba zako zote hazipatikani. Kumbe upo huko ndugu yangu. Na mbona upo katika muonekano huu? Matatizo? Acha tu ndugu yangu. Maisha. Anyways, kwa kuwa nimekuona, nafikiri tuna haja ya kuzungumza. Baba. Aminata. Sikuelewi ujue, toka nimefika hapo nalia tu, la sielewi shida nini. Niambie basi. Unajua uko kwenye hiyo hali mimi unaniweka na wasiwasi sana. Acha tume. Nilitaka kunipiga kibao leo. Amekupiga? Yaani
kosa tu lile tukio tulilofanya. Sasa ukata tamane, sijui kama nitampata Twizy tena. Sasa unavyolia hivyo, nadhani ndo suluhisho? Acha kulia basi. Basi inatosha. Kwani tunafanyaje? Naenda msaada wangu wa mwisho. Please choka, mbona nisaidie. Aminata, mi naona si sawa kukata tamaa kiasi hiki. Mbona mi naona tuna nafasi kubwa sana. Kwa hiyo usikate tamaa. Kuna mbinu nyingi sana za kufanya ili uweze kumpata Twizy. Hivyo basi usikate tamaa kirahisi hivyo, maana safari ni ndefu sana. Una imani tunaweza tukalishinda hili? Ndiyo, tena 100%. Niamini mimi, Twizy atabaki kuwa kwako tu. Ebu acha kulia boss lady. Pole sana Mr. Twizy. Lakini kwa nini ukunitafuta siku zote hizo? Acha tu ndugu yangu. Yaani kiukweli nilikuwa nimepoteza dira kabisa. Sikuwa najua nianzie wapi wala niishie wapi. Kitu ambacho ufahamu ni kwamba mzee wako kabla hajafariki aliandika uhusia ambapo mimi ndio niliushuhudia huo uhusia. Na uhusia huo umekuchagua wewe kuwa msimamizi wa mirathi, lakini pia ni mrithi wa mirathi husika. Yes. Na kama ningeweza kukupata kabla, sidhani hata kama ungekuwa katika hii ambao unao saizi. Kwa sababu haustahili kuishi hayo maisha unaoishi sasa hivi. Na uhusia ambao ameacha mzee Mbengo umeelezea kila kitu kuhusiana na mpangilio wa mali zake. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kuuchukua na kwenda kufanya taratibu zingine za kisheria ili uweze kunufaika na hizo mali. Asante sana kwa taarifa. Kwa hiyo sasa tunaanzia wapi sasa? Usijali, sababu tumeonana. Na hapo unajua nilikuwa imaima sana ninaenda kusimamia mauzo ya ardhi huko mbele. Kwa sababu tumeonana, acha mimi nikamalizie kazi ya watu, then tutapata muda mzuri wa kuzungumza kwa kina. Nitashukuru sana ndugu yangu. Usijali. Karibu sana Mr. Twizy. Kiukweli shemeji Twizy amebadilika sana. Yaani kila siku anaonyesha tabia za utofauti. Nisikufiche shemeji yangu, mimi sasa hivi naishi na Twizy kwa ajili ya mwanangu tu. Vinginevyo ningekuwa nishaondoka kwake. Labda ungenipa nafasi kidogo ya kumwelezea Twizy. Si kwamba naingilia maamuzi, si kwamba naingilia hisia zako, lakini nataka tu nisimame kwenye upande wa kumfahamu Twizy vizuri. Shemeji, labda unaweza wakatuona mimi na Twizy tunaongea, tumekutana, lakini kiukweli mimi na Twizy tumetoka mbali sana. Twizy namfahamu tokea tuko mwaka wa kwanza chuo, na mimi kidogo nimesoma. Navomfahamu kwamba Twizy ni mtu mwenye upendo sana, ni mtu mwenye misimamo sana, ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kwa umakini mkubwa. Kwa hiki ambacho unaniambia, mimi nakuhakikishia shemeji, namlia amini,
Twizy hiyo sio tabia yake. Namjua vizuri Twizy. Hiyo sio tabia yake kabisa. Shemeji, mimi nakwambia Twizy ndo naishi naye mimi. Twizy amebadilika pakubwa sana, yani tena sana. Ni kweli sio tabia yake, lakini sasa hivi ndo amekuwa na hizo tabia za ajabu ajabu. Isitoshe tunakaa chini tuongee vizuri. Yani anajua amekosea, badala ajishusha, lakini bado anataka tuwe sawa. Kweli? Hapana, Twizy amebadilika pakubwa sana. Yani namvumilia tu kwa sababu ya mtoto wangu. Nimechoka. Hukuziona zile picha shemeji. Yani light kama ungeziona, ungegundua kwa mimi sina makosa. Yani nimechoka kwa kweli, uvumilivu wangu umeishia hapa. Hapana. Nisikilize shemeji. Kuhusiana na zile picha, ni mchongo tu. Zile picha zimetengenezwa ili kugombanisha tu mapenzi yenu. Mimi najua mengi sana, na labda nikupe siri shemeji. Unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu wewe ni miongoni mwa wanawake wachache wenye wanaume bora sana hapa duniani. Unajua kila mwanamke anayemwona Twizy kwa mara ya kwanza atatamani tu kuwa karibu naye, kwa sababu Twizy ni mtu ambaye anawajibika katika familia yake. Na wanaume hao wanaojitoa na kujituma kwa ajili ya kupambania familia zao, wanaume hao wamepotea sasa hivi. Hawapo. Wengi sasa hivi wamekuwa vijana wa ovyo. Utakutana na Mario, utakuta mtu anatafuta mshangazi. Yaani mwanaume mzima anatafuta mshangazi. Kwa sasa mimi nataka nikupe siri. Kaa tulia, usitumie hasira. Twizy hajawahi kufanya huo ujinga. Na ile kazi shemeji, nataka nikwambie mimi nimefanya kazi ya Twizy. Ina vishawishi vingi sana. Kwa shemeji, nikuhakikishia Twizy hawezi kufanya ujinga huo. Mimi namuamini sana. Simliamini. Hapana. Lakini tu kwa namna ninavyomfahamu, Twizy ana shida. Ile biashara ina changamoto nyingi sana. Kwa hiyo shemeji, naomba tulimalize hili swala. Naomba nyinyi mkae mlimalize nyinyi wenyewe. Amanda anawategemea sana. Hivi mnavyokuwa katika hali ya mgogoro, mnamweka katika wakati mgumu, mtaharibu mmong'onyoko wake wa fikra na saikolojia. Mwisho wa siku ataanza kufanya vibaya shule. Amanda mwenyewe unamjua yule. Ana akili kama mchwa. Kwa atakuwa anaelewa tu nyinyi sasa hivi hamko sawa. Nadhani utakuwa umenielewa sasa. Niondoke nikiwa na amani, kwamba ndugu yangu atakuja kulala usingizi mzuri. Amekonda unajua siku mbili hizi. Basi mimi niseme tu ukimya wako ni jibu tosha kwamba umenielewa shemeji. Kiukweli haya mazingira nimeyapenda sana. Yaani pametulia. Panaonekana kabisa pakishua. Huu mtaa wanauita mtaa mpya. Wow. Yes. Panaonekana kabisa kwa sababu hata majengo yake yamekaa vizuri, pametulia. Na mara nyingi huwa sipendi kuwazungusha sana wateja wangu. Kwa hiyo atakaponiambia kwamba nahitaji hichi, najua kitu gani nimpatie. Nashukuru sana kakaangu kwa kunipatia nyumba nzuri. Yaani siku yangu ya leo ilikuwa ni siku yenye mikosi sana. Nimekutana na huyo dalali, amenizungusha nyumba karibia 5 na zote ni mbaya, yani hazieleweki, mazingira yake mabaya. Lakini wewe umenileta tu kwenye nyumba moja na nimeipenda. Mazingira yake ni mazuri sana. Kiukweli umenifurahisha sana na nikuahidi tu tutafanya kazi. Mimi ni kuondoe wasi kwa sababu mimi ni dalali mmoja professional. Si tunaelewa? Na ukitazama huu mtaa, wasanii wengi sana nimewapangisha mimi. Na nikikutazama tu hivi, najua kabisa kwamba muonekano wako kuna nyumba na fiti. Kwa hiyo karibu sana dada yangu, na ukiwa na mchongo wote ama kazi yoyote nipo hapa. Nimekupenda wewe kaka. Kiukweli unachekesha sana. Nimependa uchangamfu wako. By the way, mimi naitwa Vera. Sijui mwenzangu naitwa nani? Naitwa Ziggy, dalali professional. Nice to meet you, Pela. Ziggy? Mimi huwa najihusisha na masuala ya apartment.
na huwa napenda sana kujihusisha na masuala ya hoteli, na mara nyingi huwa napenda kupangisha nyumba au apartment kwa ajili ya wageni wangu wa nje, ingawa inakuwa ni kwa short time tu, na baada ya muda nahamia mtaa mwingine. Sasa kwa kuwa nimekupata wewe professional, naamini utanitafutia vyumba vizuri, nyumba nzuri kwa ajili ya wageni wangu. Usijali kabisa kuhusiana na hilo. Hapo mbuzi kafia kwa muuza supu. Je, tunaweza tukabadilishana namba? Why not? Nitakutafuta, usikae mbali na simu. Hivi mimi na tuna utani au mimi tuna masiala aina yote? Unamaanisha nini mjumbe? Mke wako alikuja nyumbani kwangu, sawa? Kwa swala la mtoto wako, na amempata mtoto wako. Na kuna maelekezo mimi nimempa. Wewe ndio baba Amanda. Na nikamwambia kuwa inatakiwa pesa. Mimi nimehangaika sana kumpata yule binti. Sio rahisi kama unavyofikiria. Nimepambana kwa uwezo wangu mimi, lakini pia nimetumia watu wengi. Kutokana na nafasi yangu ilivyo, kuna vikosi maalum vimefanya kupaka Amanda kupatikana. Alafu na imani kabisa mkeo atakuwa amekupa taarifa, lakini wewe umedharau, umechukulia tu rahisi, umechukulia poa. Sasa mimi sitaki masiana mchezo kwenye hela. Si umenielewa? Hela ilikuwa nyingi sana, nimejaribu sasa kupunguza. Unashindwa kulipa hiyo pesa? Sasa nahitaji pesa yangu, sitaki masiala. Sasa mjumbe, nikuulize, hiyo pesa ambayo umeitumia si ni moja kati ya kazi yako na majukumu yako ya hapa mtaani? Mimi natoaje sasa pesa? Unalipwa mshahara, kazi yako ni kuisaidia jamii yako. Bila shaka unaelewa. Hata hiyo serikali yenyewe unavyoiona kuna muda yani inatumia hela za ziada. Si ushanielewa? Kwa hiyo nakwambia hivi, nahitaji pesa. Sina masiala kwenye hili. Yani sina story, sina, ninataka pesa. Mimi pesa sina bwana mjumbe, nitakudanganya kwa sasa hivi. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Nisingetumia nguvu, nisingetumia akili, nisingeshawishi watu, nisingeshirikiana na watu, mtoto wako asingepatikana. Si umeelewa? Leo mtoto akapatikana, unakuja kirahisi eti mimi sina pesa. Sasa ni hivi, pesa yangu utanipa au haunipi? Nataka jibu hili moja. Basi sawa, mimi pesa nitatoa, lakini sio kwa sasa hivi. Nahitaji muda zaidi. Hapo kwenye muda, hapo ni kwenye muda ndio unanichanganya mimi. Mambo ya muda mimi siyataki. Mbona mtoto wenu alikuja akapatikana kwa wakati sahihi? Mimi nataka hela. Sasa mambo ya muda ndo nini? Nataka hela. Sasa kama pesa sasa hivi sina, nifanyaje mjumbe? Nimekwambia nipatie muda, nitatafuta hiyo pesa, nitakukabidhi. Lakini kwa sasa hivi sina cha kukupa. Nikupe nini sasa? Una cha kunipa au sio? Sasa nakwambia hivi, nakupa masaa kadhaa. Nahitaji pesa yangu tena uilete nyumbani kwangu. La sivyo utanijua mimi ni nani. Hiyo mikwala. Hiyo mikwala mjumbe, mimi pesa nitaitafuta kwa wakati wangu, nikiipata ndo nitakuletea. Lakini kwa sasa hivi siwezi kwenda kuiba, nikanyanganye huko nikuletee pesa ambayo sina. Huo ni uongo. Okay, kwa sababu mtoto kashapatikana ndio jeuri. Sasa kwani si mambo yanajirudia? Anaweza kapotea tena akapotea hata mara 6 mara 4. Alafu sio itakuwaje? Usimuongelee hivyo bwana binti yangu. Usimuongelee kabisa. Mimi hela nitatafuta, nitakapopata nitakuletea. Tumemaliza mjadala. Kwa sababu sasa mwanao naye nyumbani hakuna shida. Sasa mimi nilichokuambia namaliza kwa nahitaji pesa yangu, tena hela ndogo, sio hela nyingi. Nahitaji pesa yangu. Mimi nimemaliza. Sasa utajua mwenyewe kusuka au kunyoa. Mama, msamehe baba. Mimi sipendi kuwaona hivyo. Msamehe basi. Ni kweli mama Amanda. Naomba nisamehe sana mume wako. Mimi sikwenda pale kwa nia mbaya. Na wala sio cheating kama jinsi ulivyoonyeshwa kwenye picha.
Yule dada ni mteja wangu wa maziwa, kwa hiyo aliniomba niweze kuongea naye swala la kibiashara, lakini nilivyoenda pale ndo akaanza kuelezea mada ambazo hata mimi hazikunivutia na niliondoka katika kile kikao. Mimi siwezi kukusaliti mke wangu, siwezi kwenda kinyume na wewe. Natamani sana niweze kusawazisha makosa ambayo nilikuwa nimekufanyia hapo nyuma. Umenivumilia sana sana sana. Tumetoka mbali. Siwezi kuwa mpuuzi kiasi hicho. Nikaanzishe mahusiano na mtu mwingine kwa maisha gani ambayo tuko nayo sasa? Nielewe. Nakupenda sana mke wangu. Na naipenda sana familia yangu. Natamani tuendelee kuishi hivi kwa amani na furaha, japo kwa kidogo ambacho tunakipata. I'm sorry. Honey, honey sweet, wenzi ukitazama ndo nakufa. Niachie bwana. Uwepo wako furaha yangu mie, basi usifanye moyo wangu umie. Maisha na matatizo, kutereza sio kuangauka, maana kupata majaliwa kikubwa furaha, furaha. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni kheri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo, maisha yaende, nikiwa mawe sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo, mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende